nafasi ya kuongea na waziri wa uwekezaji na nishati Ujerumani, kumueleza matatizo ya Tanzania, changamoto mbalimbali, na kama kusaidia katika maeneo ya afya, maji na infrastructure, mambo ya barabara. Lakini baadaye nikaenda Berlin, nikakutana na taasisi kubwa ya Ujerumani, na yule ni Daktari Ursula, daktari bingwa meno, akanipa nafasi ya daktari 100 wa kinywa na meno, dentists, na wale ambao wana diploma ni dental assistant, kwenda kufanya kazi Ujerumani. Sisi tukiwapata tutawafundisha, watapata kidogo 1-2-3 kuhusu Ujerumani, wataenda kukaa wapi, maana tumeshatafuta, nimetembelea maeneo ya kufikia kuishi. Kwa hiyo inahitajika utaratibu. Tumeshaikiana mkataba mwezi wa 5 tarehe 20 wa kwenda kule, na nimewasilisha Wizara ya Afya kwa Katibu Mkuu Dr. Mole, ambaye ni waziri wa afya, ili kuhakikisha kwamba hiyo kazi tunafanya pamoja na serikali. Kwa hiyo kama una ndugu yako Baraka na namba yangu ya simu, wasilisha na zile CV ya kwako daktari, na uko tayari kufanya kazi. Mambo ya visa, usafiri, kila kitu sisi tunafanya. Hata yale mafunzo ya kuandaa kwa Ujerumani na kukaa kule, sisi tunafanya hayo yote. Kwa hiyo karibuni sana, na ningependa watu wangu wa Kerani, kwa sababu nawapenda, mwe wa kwanza na wewe. Nashukuru sana Baraka, lakini nichukue nafasi tena kwa Baraka, amekuwa balozi mzuri kwa Kerani. Amekuwa ni mtu anasikika na anapendwa, kwa sababu naamini Roho Mtakatifu anamuongoza mpaka amenipata na mimi nikampata. Sio kitu kirahisi, ni Mungu ndiye anatuongoza. Kwa hiyo nakushukuru sana Baraka, endelea kutumika kwa watu, na Mungu anakutumia kwa ajili ya watu kupata baraka zaidi. Niwashukuru sana Mary, kumwahi kuacha shughuli zako kusindikiza Kerani. Ni mama yetu na family friend wetu. Beda ni mwandishi wa kwangu, na Bwana Samora pia ambaye ameongozana na mimi, na yule kijana msaidizi wangu, na washukuru kule nyuma. Na washukuru sana kufika hapa. Na ndugu zangu, chukueni namba yangu, mtu yoyote yuko huru kunipigia simu. Mimi wanapokea simu hata sijui namba ni nani. Sana utakushangaza, samani wewe tena kwa sauti ndogo, wakuniambia pandisha sauti, kwa sababu lazima niheshimu watu ndio kila kitu katika maisha. Lakini nimesahau sasa kusema, aliponieleza matatizo ya changamoto za Kerani, kana namwambia hivi, wale viongozi ambao mliwachagua, washirikisheni wananchi matatizo. Wananchi ndio wanajua maisha yao. Mchakate vizuri kwenye kamati zao za kamati za kata, maendeleo ya kata. Na kama alivyosema, wananchi ukiwashirikisha vizuri, watakuwa na ile sense of ownership, kwamba hii barabara tunatengeneza, maji haya tunatafuta wenyewe, zahanati tumepandisha hadhi kuwa kituo cha afya, kwa sababu umewashirikisha. Ukienda kuleta kama kiongozi jambo ambalo wananchi wajue, wataona ni kwako. Hiyo sio sawa, haitadumu. Sisi wa Maseno sasa is not sustainable, haiwezi kutekelezeka. Nashukuru sana Baraka kwa hii nafasi, na bado niwashukuru, na niseme la mwisho, sisi nimeongea haraka siku hizi. Tutakapokwenda kuchaguliwa kwa mbunge, si mbunge wa sisi, nimeelezea vizuri, ni mbunge wa watu wote. Uwe Chauma, ACT, huna chama, huna chochote, sisi tunachotaka ni maendeleo ya watu. Hali kadhalika Dr. Samia Suluhu Hassan hawezi kwenda kwa kuhudumia wanachama cha Mapinduzi, atahudumia Watanzania wote, wenye chama, wasio na chama. Kwanza yule ni mama. Kawaida ya mama naye mjua mimi mama, siku zote akiamka nafikiria watoto wake wamekula nini, wamelala wapi, wanaenda shule ipi. Huyo ndio mama naye mjua mimi. Dr. Samia ni mama, anaangalia watoto wake wote, habagui uwe Chadema, uwe ACT, uwe Chauma, uwe huna dini, huna kanisa, huna chochote, yeye anaangalia watu wote. Naombeni tukachague viongozi wa kwenda kuhudumia Watanzania kwa ujumla. Nakushukuru sana Baraka. Shukuru sana baba, Mungu akutunze sana. Bwana asifiwe. Wale vijana